الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الإسلام Sheikh Idrisa Omar Hamad. Mimi ni ndugu yenu katika Uislamu. Jina langu naitwa Idrisa Omar Hamad. Leo ni mara ya kwanza tunaanza katika barnamaji yetu na kipindi chetu kinachohusiana na talaka katika Uislamu. Kipindi hichi kitakuwepo insha Allah mnamo siku ya Jumanne na Jumatano na Alhamis biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, talaka katika Uislamu imechukua nafasi kubwa, kwani somo la ndoa katika Uislamu limechukua nafasi kubwa, hasa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pia katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kutilia umuhimu na kujua umuhimu wa ndoa katika Uislamu na umuhimu wa maisha ya ndoa ndani ya Uislamu. Kipindi chetu kinachohusiana na talaka kitachukua nafasi mbili. Kwanza, kuitambua talaka na ipi dalili ya talaka na ni ipi hukumu ya talaka katika Uislamu. Wanawachuoni katika kuitambulisha talaka wamesema huwa hallu rabitatu zawaj wa qat'u al-ilaqati az-zawjiyya bilafdhi at-talaq au nahwihi min az-zawj au min al-qadi binaan ala talabi az-zawja. Talaka ni kufungua kifungo cha ndoa, ni kuondoa kifungo cha ndoa, kukata mahusiano na mafungamano ya ndoa kwa tamko la talaka au mfano wa tamko la talaka. Neno hili minazauj litoke kwa mume mwenyewe, au minal qadhi bina ala talabi zauja, au tamko hili litoke kwa kadhi kwa ombi linalotokana na mke mwenyewe. Kwa maana taarifu waliotuletea wanawachuoni inatueleza ya kwamba haiwezi kusihi talaka isipokuwa talaka iwe inatoka kwa mume mwenyewe, au talaka itoke kwa kadhi kwa ombi linalotokana na mke mwenyewe. Dalili katika kufaa talaka katika Uislamu imekuja katika Qur'ani, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ijma' pia kiakili. Dalili za kufaa talaka katika Uislamu katika Qur'ani ni nyingi. Miongoni mwake kuna aya katika suratul Baqara, aya ya 229. Allah subhanahu wa ta'ala anasema at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrih biihsani. Talaka ni mara mbili. Talaka ni mara mbili. Ima mme amshike mkewe kwa wema baada ya talaka hizi mbili, au amwache kwa wema. Pia imekuja katika suratul Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Talaq aya ya kwanza, ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ewe mtume mtukufu wa daraja, pindi mtakapo kuwaacha wanawake, waacheni wanawake kwa nyakati zao maalum. Pia katika suratul Baqara aya ya 236
Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la junaha alaykum in talaqtumun nisa, hakuna kosa juu yenu nyinyi wanaume pindi mtakapowaacha wanawake, mala mtamassuhunna, muda ambao hamjawagusa wanawake hao. Katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonesha kufaa kwa talaka katika Uislamu, tunayo kauli ambayo ameitoa Imam Abu Daud, ameipokea kutoka kwa Ibn Abbas na Ibn Umar na Umar ibn al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani, talaqa Hafsa, alimuacha mke wake Hafsa, thumma raja'aha, kisha akamrejea. Hadithi hii inatuonesha Mtume sallallahu alayhi wasallam akitenda tendo la kutoa talaka, kumuacha mkewe anayeitwa Hafsa, na kitendo ambacho anakifanya Mtume tadullu ala jawazi, kinajulisha juu ya kufaa. Hadithi pia ambayo imetoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anatuambia Abdullah ibn Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidh, yeye Ibn Umar alimuacha mkewe hali ya kuwa mke wake yupo katika hedhi, ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika kipindi cha Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Fasaala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an dhalik, akauliza Umar ibn al-Khattab kumuuliza Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani kuhusiana na tendo alilolifanya mwanawe Ibn Umar juu ya kumwacha mkewe akiwa katika eda zake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani, murhu falyuraji'aha, muamrishe mwanao amrejee mkewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuamrisha Umar aende akamuamrishe mwanawe amrejee mkewe, kisha akamwambia thumma liyumsikha, kisha akae naye hatta tathur, mpaka aingie katika tahara, thumma tahidh thumma tathur, kisha aingie katika hedhi kisha ataharike, thumma insha amsaka ba'du, kisha akitaka atabakia naye, wa insha talaqa, na akitaka ampe talaka qabla an yamassa, kabla hajamgusa. Fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutlaqa laha an-nisa, hizi ndizo nyakati ambazo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala waachwe katika nyakati hizo wanawake. Ndugu zangu Waislamu, tukiangalia aya zilizosomwa na hadithi tulizowahi kuzipita, zenyewe zinatujulisha kwa uwazi wake juu ya kufaa talaka, au jambo la talaka ni jambo ambalo limeruhusiwa katika Uislamu kiujumla. Fala ahadun yumkinuhu al-inkar, hakuna yoyote ambaye inamwezekania yeye kupinga, ala hadha al-amri, juu ya jambo hili, maadama dairatun wa madhkuratun fi usuli sharia kulliha, maadamu lipo linazunguka na limetajwa katika misingi ya sheria yote. Hivyo ndugu zangu Waislamu, talaka ipo katika Uislamu. Uislamu umetujuzishia talaka, na Uislamu ukatuwekea talaka kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Lakini pia wanawachuoni wamekubaliana tangia kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka zama zetu hizi juu ya kufaa talaka katika Uislamu. Lakini pia al-aqlu, akili, talaka ipo na inajuzu kiakili. Hakika akili, mwanamume huenda akakuta kwa mkewe tabia na desturi ambazo la yumkinuhu sabru alaiha, haimwezekani yeye kuvumilia juu ya tabia na mienendo ya mkewe, wala yastati'u an yuashiraha, wala hawezi mwanamume huyu
kuishi pamoja na mkewe. Fa ajaza ash-shar'u wal aqlu al-firaq, sheria pamoja na akili ikatujuzishia kutengana baina ya mume na mke. Liannahuma in asha maa, kwa sababu wawili hawa wakiishi pamoja, wal halatu hadhi, na hali iko hivi, satuaddi ila istihalati alqiyam kullu wahidin minhuma ala wajibihi ittijaha ghairi, itapelekea juu ya umuhali wa kusimamia kila mmoja wajibu wake kwa upande wa mwenziwe. Kwa maana mwanamume atashindwa kusimamia majukumu yake kama mume, na mwanamke pia atashindwa kusimamia majukumu yake kama mke kwa mumewe. Tukajua miongoni mwa jambo la msingi na ni jambo la dharura kiakili kuhalalishwa talaka. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na talaka kusihi na kujuzu na kufaa katika Uislamu, lakini Uislamu umeiweka talaka kiujumla katika nafasi ya ukaraha. Talaka katika Uislamu ni karaha. Maulama wanasema, i'lam ayyuhal muslim, tambua ewe Muislam, annahu ma'a jawazi talaq fil Islam, ya kwamba pamoja na kufaa talaka katika Uislamu, fa innahu naffara minhu wa ja'alahu abghadhul halal ila Allah azza wa jalla, hakika Uislamu umeikataa talaka na ukaifanya talaka si jambo zuri, na Uislamu ukaifanya talaka kuwa ni halali ambayo inachukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunayo hadithi ambayo ameipokea Ibn Umar radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ameyapokea Abu Daud. Ibn Umar anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, abghadhul halali ila Allah ta'ala at-talaq, halali yenye kuchukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni talaka. Yani pamoja na uhalali wake talaka katika Uislamu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala talaka inachukiza mno. Lakini pia hadithi ambayo imepokea Abu Daud na Imam Al-Hakim na Baihaqi kutoka kwa Muharib, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, ma ahalla Allahu shay'an abghadha ilayhi min at-talaq, hajawahi kuhalalisha Allah subhanahu wa ta'ala kitu chenye kuchukiza zaidi kwake yeye kuliko talaka. Na hadithi ambayo ameipokea Thauban, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, mwanamke yoyote ambaye amemuomba mumewe talaka, fi ghairi ma ba'sin, bila ya tatizo. Ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, sa'alat zawjaha talaqa, ambaye amemuomba mumewe talaka, fi ghairi ma ba'sin, bila ya tatizo, fa haramun 'alayha raihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyu kuipata harufu ya pepo. Hadithi tulizokuwa nazo zenyewe kwa tamko lake zinatujulisha juu ya ukaraha wa talaka, kwa sababu talaka pamoja na kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia na akaondosha dhambi kwa ajili ya maslahi ya waja, lakini talaka yenyewe abghadhul ashya, ni kitu chenye kuchukiza zaidi mbele ya Allah, lima fihi min qat'il waslat wal ika'il adawa, kwa sababu ndani yake kuna kukata kile ambacho Allah amekiamrisha kiungwe. Lakini pia talaka ni kitu chenye kuingiza uadui, na kitu chochote chenye kuingiza uadui katika Uislamu au baina ya Waislamu, kitu hichi amekiharamisha, amekikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na huenda ikapelekea hili ila ukui at-tarafaini, katika kuingia
pande hizi mbili baina ya mke na mume fil harami, katika haram, huenda baada ya kutuka talaka baina ya mke na mume, mke akaingia katika matendo ya haram na mume pia akaingia katika matendo ya haram. Lidha fahuwa ahabbu al-ashya ila shaitan, kwa sababu hiyo ndiyo maana ikawa talaka ni kitu chenye kupendeza zaidi kwa shaitani. Fayambaghi lilinsan tarka al-ikthar minhu, yatakikana kwa mwanadamu, kwa mtu, aache kukithirisha talaka na atosheke kwa kadri ya haja ilivyo. Hivyo Uislamu, ayuha al-ikhwatu al-mu'minun, umeiweka talaka nafasi ya ukaraha, pamoja na kuwa ni halali, lakini ni karaha kwa sababu ndani yake kuna madhara, kunaingiza uadui baina ya Waislamu, lakini pia huwa ni sababu za kuingiza magomvi na kukata kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amara an yusal, ameamrisha kitu hicho kiungwe. Hikma ya talaka. Ni ipi hikma ya talaka katika Uislamu? Kwa nini kiwe ni kitu ambacho kinachukiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bado akakiruhusu kitu hichi? At-talaqu yati kaannahu ilajun limaradin la dawaa lahu. Talaka katika Uislamu inakuja ni kama ponyo ya maradhi ambayo hayana dawa. Kwa nini? Ni baada ya mwanadamu kuweza kutibu maradhi yake kwa nyanja mbalimbali na dawa mbalimbali bila naf'in, bila ya manfaa, fatarra ila qat'i udhwin minhu liibqa'i hayatihi salima. Mwanadamu huenda akapatwa na maradhi, akatibu maradhi yake kwa nyanja tofauti tofauti, kwa dawa tofauti tofauti bila ya manfaa, akalazimika mwanadamu huyu kukikata kiungo chake kwa ajili ya kubakisha uhai wake kuwa salama. Na vile vile talaka inakuja ni baada ya kushindwa kila njia, kila mbinu na kila nyanja ambazo zimetuamrisha Uislamu kupita katika kutengeneza maisha ya ndoa. Inakuja talaka kwa ajili ya kubakisha uhai wa wanandoa wawili kuwa salama. Wadhalika bi an bada az-zawj ittiba'a asalib, nayo huja talaka baada ya kuanza mume kufuata zile taratibu na njia ambazo zimewekwa wazi na sheria, fi ilaji mashakili zawjia, katika kutibu matatizo ya ndoa. Wayati talaka akhiran ittirara, na itakuja talaka hapa mwisho kabisa kwa kulazimika, baada ya ndoa kushindwa kuishi maisha ya ndoa wanandoa hawa wawili, baada ya wanandoa hawa wawili kufanya nyanja zao zote katika kutengeneza ndoa yao, lakini kushindikana. Dini ya Uislamu imeizingatia ndoa bi annahu sakina, ya kwamba ndoa ni utulivu wa mawadda na ni mapenzi. Hivyo fala budda min thubutihima, hakuna budi isipokuwa ithibiti mawili haya. Inapopatikana ndoa ni lazima kuthibiti ndani ya ndoa mapenzi pamoja na huruma. Fa idha fuqidata, ikikosekana mawili haya, kukakosekana ndani ya ndoa mapenzi, kukakosekana ndani ya ndoa huruma, faqad zala sababu baqaihi wa ghayatihi, hapo itakuwa imekosekana sababu ya kubakia ndoa na pia limekosekana lengo la ndoa. Na katika ndoa mara nyingi huenda ikabadilika na kuharibika hali ya wanandoa wawili, fayakunu baqauhuma ma'a mafsadatun mahdha, ikaje ikatuthibitikia kwamba kubakia wanandoa wawili wakiwa pamoja ni ufisadi uliokuwa wazi. Wayatadharraru zawj, na wakati huo atakuwa anadhurika mume, biilzamihi nafaqata wasukna, kwa kumlazimisha mume atoe matumizi pamoja na makazi ala zawjia kwa sababu ya ndoa hii iliyokuwa hai. Watatadharraru almar'a, na kudhurika mwanamke, bihabsiha fi an-nikah, kwa kuweza kumzuia mwanamke huyu katika ndoa, maasuil muashara,
pamoja na maisha yaliyokuwa mabaya pamoja na mumewe. Wanizaa alladhi la yanqati, na mizozo ambayo haikatiki baina ya wanandoa wawili hawa, pamoja na kuto kupatikana faida. Hii ikawa ni hikma Uislamu ukatuletea ndoa, ukatuletea talaka kwa ajili ya kuikata ndoa ambayo imeshindikana, kuitengeneza ndoa hii, kuthibitisha mapenzi pamoja na huruma ambayo ndiyo lengo la kupatikana kwa hii ndoa. Hikma katika Uislamu umetuwekea utatuzi wa kumaliza migogoro, utatuzi wa kumaliza matatizo pamoja na madhara ambayo yanaweza yakapatikana kwa kubakia ndoa hii, allati qad tuaddi ila fuqdani hayati ahadihima, matatizo ambayo yanaweza yakapelekea kukosekana uhai wa mmoja wa wanandoa hawa wawili, ikiwa tutaibakiza ndoa hii kuwa hai, au kilaihima, au kukosekana uhai wa wote wawili. Sheria au Uislamu ukatuwekea sheria ya kuweza kumwacha mwanamke na kumpa talaka kwa ajili ya kuondosha madhara haya. Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo hikma ambayo imetupelekea Uislamu kutuwekea talaka. Lengo lake ni pale ndoa ambapo imeshindikana katika kuthibitisha kile ambacho ndoa imejengwa kwacho, ambacho ni mapenzi pamoja na huruma, lakini pia kuthibiti katika ndoa hii kuwepo kwa uharibifu pamoja na madhara na kushindikana kutengeneza haya. Uislamu ukatuwekea talaka ili kuondoa matatizo haya yasije yakawa makubwa baina ya wanandoa wawili mpaka kukosekana uhai wa mmoja katika wanandoa hawa wawili au wote wawili. Kwa nini Uislamu umempa nafasi ya talaka mwanamume peke yake? Kwa nini Uislamu haujampa nafasi ya talaka mwanamke pia na yeye akawa anaweza kuacha? Ikiwa mtu atajiuliza swali hili, kwa nini mwanamume amepewa talaka, nafasi ya kuweza kutoa talaka kinyume na mwanamume na mwanamke? Wanawachuoni wamelijibu hili kwa kusema annama ala rajuli, yale ambayo ni wajibu kwa mwanamume, min nafaqati almaliya, kutokana na gharama na matumizi ya kimali, min as-sadaq, mahari, wa nafaqati al-idda, na matumizi ambayo anatakiwa mwanamume kuyatoa kumpa mkewe akiwa katika eda, wa nafaqati al-aulad, lakini pia matumizi ya watoto, allati tajibu alayhi, ambayo ni wajibu kwa mwanamume, baada al-firaq, baada ya kuachana na mkewe. Wakadha al-ma'nawiyya, vile vile gharama za kimaanawi, kafiraqi al-aulad, kama maumivu anayoyapata mwanamume kwa kutengana na watoto wake, wal inshighali bali, na kushughulika moyo wa mume juu ya watoto wake, wa sadaqi imra'atin ukhra, na mwanamume kulazimika kutoa mahari ya kumpata mwanamke mwingine, wama ashbaha dhalika, na yanayofanana na hayo, wal qalaq wal khawfi anha, na hofu lakini wasiwasi juu ya haya, kana min al aghlabiyya an taj'ala lirajuli al anat wat tuada, imekuwa kwa aghlab yote haya yamfanye mwanamume awe na utulivu na upole, watarawi, na utaratibu, wa muraati fi awaqibil umur, lakini kuwa na hadhari katika kuchunga mwisho wa mambo haya. Wakadha, vile vile wanawachuoni wakaeleza anna almar'ata, ya kwamba mwanamke sari'atul ghadab, ni mwepesi wa kukasirika, sari'atul infial, ni mwepesi wa kuripuka na kubadilika, sari'atut ta'athur, ni mwepesi wa kuathirika, wa min adati nisa'i sayrun wara al-awatif, lakini katika desturi za wanawake ni kutembea kwa mujibu wa hisia walizokuwa nazo. Kathirul inkhida', wanawake ni wingi wa kuhadaika, ni wingi wa kudanganyika. Mimma ja'ala ash-shari'ata al-gharra, yote hayo ni miongoni mwa mambo ambayo
imefanya sheria tukufu azauj kumpa mume na kumfanya mume tastaqilu bitalaq, kuwa yeye ndiye anayehusika tu kutoa talaka, duna zauja, kinyume na mke. Hivyo mume kutokana na haya ambayo anapambana nayo, wajibu wake wa kutoa mahari kumpa mkewe wakati anataka kuoa, lakini matumizi ambayo yanamlazimu yeye kuyatoa matumizi haya wakati amempa talaka mkewe akiwa katika idda. Kama tunavyojua, Uislamu unamlazimisha mwanamme kutoa matumizi ya mtalaka wake muda ambao mtalaka huyu atakuwa yupo katika eda mpaka itakapomalizika eda hiyo. Lakini pia matumizi ambayo analazimika mwanamume kuyatoa matumizi haya kuwapa watoto wake, yote haya ni baada ya kutokea mtengano baina ya mume pamoja na mke. Lakini pia matumizi ya kimaanawi au maumivu ya kimaanawi, kama vile maumivu ambayo anayapata mwanamume kwa kutengana na watoto wake, moyo wake kuwa hauko fadhi, ukawa unashughulika kwa mujibu wa matumizi na gharama za watoto wake. Lakini pia mahari ambayo analazimika mwanamume kuyatoa kwa ajili ya kupata mke mwingine. Haya yote yameifanya sheria hii kumpa mwanamume haki na nafasi ya kuweza kuwa yeye ndiye muhusika wa kuweza kutoa talaka, kinyume na mwanamke. Na kama tulivyoona, mwanamke ni mwepesi wa kuathirika na mambo ya kidunia, lakini pia mambo yanayopita katika jamii zetu, ikamnyima nafasi hii ya kuweza mwanamke kutoa talaka, na akawa mwanamume peke yake ndiye mmiliki wa talaka hii, pamoja na kumpa mwanamke nafasi ya kuweza kudai talaka pale ambapo ataona ndoa yake haina manufaa kwake, kwa kupitia katika vyombo vya sheria kama kadhi, mahakama ya kadhi na sehemu nyingine. Hivyo Uislamu haujadhulumu katika kuiangalia nafasi ya mwanamke na nafasi ya mwanamume katika kuigawa hii talaka. Wa ila huna, wassalamu alaikum wal afwa minkum.